sisi tuwe huru, lakini pia ufahamu uweze kufunguliwa. Na kitu ambacho ni kikubwa sana na cha muhimu kwa mwanadamu chini ya jua ama mtu aliyempokea Yesu ambaye ni Kristo ni kukombolewa ufahamu. Ufahamu ni kila kitu. Ni kweli. Utajua kwamba hili ni sahihi ama hili si sahihi. Kabisa. Ufahamu ni kila kitu. Usipokombolewa ufahamu unakuwa gerezani kwa sababu utafanya kile kitu ambacho hata ukitaki. Unaweza kuwa unahitaji uishi maisha fulani lakini unashindwa kuyafikia level ya maisha ambayo unayataka, ni kwa sababu ufahamu wako umefungwa. Hujui utapita njia gani ili uweze kufika sehemu ambayo wewe unahitaji kufika. Na wakati mwingine unaweza ukadhani kitu kwamba ni sahihi kumbe si sahihi. Na hapo mbaya ulipo sasa. Si kwa sababu ufahamu wako umefungwa, na ufahamu ukifungwa unajua ni kwamba kama umefungwa yupo aliyeufunga. Na huyo aliyeufunga sasa huo ufahamu wako, maana yake yeye ndo ambaye atakuwa na uendesha ufahamu wako. Na swali la kujiuliza haraka ni kwamba kwa nini mtu afunge ufahamu? Ni kwamba anafaidika kupitia kukufunga kwako wewe ufahamu. Na kama anafaidika basi wewe unapata hasara. Na hasara gani ambazo unazipata kwenye mifumo ya maisha yako? Kuna mambo hayataenda vile ambavyo wewe unataka. Kwa ni jambo la msingi sana watu wampokee Yesu ambaye ni Kristo urejeo ili fahamu zao ziweze kukombolewa pia. Na tukimnukuu kwani wa Mungu Mtume J.K. Mwasasu, tafsiri ya neno ufahamu ni kwamba ni kujua. Kwa hiyo ufahamu ni kujua ama yaani ni kwamba ni kufahamu kitu fulani ama kujua kitu fulani. Kwa hiyo ukifungwa ufahamu maana yake utakuwa haujui, utambui chochote. Utakuwa hautambui chochote. Maana yake yule aliyofunga sasa ndio atakuwa anakuendesha. Saizi ukalewe, saizi ukazini, saizi utukane, saizi uibe. Na ndio maana sasa ukiiba sasa ndio ufahamu wako sasa ndio unarudi, hivi nimefanya nini? Baada ya kuiba. Baada ya kuiba. Lakini kwa nini huo ufahamu kabla? Kwa nini hauna huo ufahamu kabla hujaenda kuiba? Ni kwa sababu kuna roho inakuvaa. Unajua Mtume ametufundisha kwamba kila kitu ambacho unakiona ni roho. Ukiona mtu anaiba, ile ni roho inamvaa. Ikishamvaa anakwenda moja kwa moja kufanya tukio. Baada ya kumvaa, unajua kitu kama kimekuvaa kuna wakati kinajivua. Ile roho ikishaondoka ya wizi ndipo sasa ufahamu wako unarejea. Ukisharejea unakuwa mtu wa kawaida, ndipo sasa unaanza majuto. Amina msikilizaji. Kwa hiyo Kristo amerejea kwa mara ya pili, tuamini. Ukiamini na ukimpokea huyu Yesu Kristo urejeo, maana ufahamu wako utafunguka, na ufahamu ukifunguka utamiliki na kutawala. Ni kweli. Kwamba utajiri ni haki yako na wala sio dhambi. Maana sisi walikuwa tunaamini utajiri ni dhambi. Utaikosa mbingu. Akiona mtu tajiri wasienda mbinguni. Hatuna haja ya kutambua anaenda mbinguni au haendi. Inajulikana. Aliyokoka akasema kwamba anamiliki kitu fulani, anamiliki gari au anamiliki nyumba ya kifahari. Yaani huyu ni wa kuzimu moja kwa moja, mbinguni haendi. Lakini ni kwamba yote kwa yote ni ufahamu. Kwa hiyo Kristo amerejea kwa ajili ya kutufungua ufahamu. Utajua kwamba ni haki yangu kumbe kumiliki na kutawala vitu vizuri, ni haki yangu. Ukiachana na hii injili ya Mungu wa Amina, unajua ulokole wa zamani kumiliki kitu kizuri ni dhambi kubwa sana. Ni kweli, na ndio maana waliidhinisha kwamba hata ukivaa wigi, ukisuka, ukipaka kucha rangi na mambo mengine kwao ni anasa. Hadi nguo za ndani. Mtoto wa kike akivaa suruali, kufuru. Unakutana na vitenge. Kwa hiyo ni nguo zile za kushona, na za kushona sasa zile bwanga. Hata mtoto wa kike zile ambazo hazikubani. Hazikushike. Zile bwanga kweli. Ni uharibifu wa vitambaa. Ufahamu. Lakini kwa sasa ufahamu tumefunguliwa. Kabisa. Amina msikilizaji, lakini na somo la leo pia ufahamu tunafunguliwa. Ni kwamba tuko gizani, lakini maarifa ambayo yanakuja ni ufahamu huo pia. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu anapotupa maarifa ni kwamba ufahamu wetu unafunguliwa, kwamba kumbe changamoto ninazopitia shida ni hii, maana ufahamu unafunguliwa. Kwa hiyo msikilizaji, kuhusiana na ufahamu kwa siku leo tunakwenda kufunguliwa nini? Tunakwenda kufunguliwa kuhusiana na dalili za mtu aliyeungamanishwa na madhabahu za ukoo. Najua uko nyumbani hapo, uko hospitalini, uko njiani unaenda kwa mganga, maana hatujui. Unaweza watu tunapishana barabarani kumbe wewe mwenzetu safari yako ni kwa mganga. Hatujuani. Yaani popote ulipo, uko dukani ama sijui uko sehemu gani unasikiliza Homina Gospel Radio, alafu unajiuliza sasa hii changamoto nayopitia mbona haiishi? Nenda kutoa wapi? Shida nini? Nimeenda kwa waganga kienyeji lakini hakuna kitu, hospitalini hakuna kitu. Shida nini?
sikiliza kipindi hiki, utapata maarifa makubwa sana ambayo yatakutoa huko gizani uliko na kuelekea kwa huko nuruni kwa Mungu wa Homina, Mungu wa Mtume J.K. Mwasasu. Amina. Amina. Lakini imani pia inahitajika. Ni kweli, pasipo imani hakuna chochote ambacho unaweza ukakivuna na ukafanikiwa, kwa sababu mtume anapofundisha labda kwa mfano dalili za mtu ambaye ameungamanisha na madhabahu za ukoo ambazo zingine alishawaifundisha kuhusiana na mtu kupanga mipango haitimii. Akina bwana mipango kwenye hii dunia wako wangapi? Wako wengi sana. Ni wengi sana. Wengi mno. Lakini kwa nini mipango yao haitimii? Unajua kuna mtu ukimsikiliza mipango yake ni kwamba ukijumlisha mpango wa kwanza na wa pili ubilionea huu hapa. Lakini ni fukara. Ni fukara kabisa kabisa. Amina. Amina. Kwa kuna dalili nyingi sana, ni kwamba vipindi kama 4 hivi tayari imekwisha kutupa dalili. Amina. Lakini na leo ni sehemu ya 5, pia tunaendelea kupewa maarifa, tunaendelea kufundishwa kuhusiana na dalili za mtu aliyeungamanishwa na madhabahu za ukoo. Kama hizo dalili zingine alizofundisha labda we haupo kwenye hizo dalili. Amina. Sikiliza leo, pengine kuna hii dalili ya leo, pengine ukawa ni miongoni mwa hizo dalili. Amina. Amina. Kwa msikilizaji, usiache kusikiliza. Lakini usije ukasema sina. Kumbe ukirudi kwenye ukoo unaotoka ukafuatilia, hiyo dalili ipo. Ni kitu ambacho pia huwa mimi nakipenda, kwa sababu mtume huwa anatupa maarifa kwamba rejea kwenye ukoo ambao umetokea, nenda katazame mifumo ya maisha ya shangazi zako, wajomba zako, baba zako wakubwa, mama zako, dada zako, kaka. Yaani ukatazame ukoo ambao umetokea ukoje. Ni jambo ambalo ni kweli ukirejea kwenye ukoo ambao umetokea, changamoto ambazo unazipitia, ndipo utakaposema kwamba ni kweli ambacho anakifundisha kwamba kipo kwenye familia ambayo nimetokea. Amina. 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 Msikilizaji, basi na sisi tusio wazungumzaji sana, kwa sababu tayari mpako mafuta wa Mungu yuko hapa ndani ya studio zetu za Homina Gospel Radio. Basi moja kwa moja tutamkaribisha kwako na atapata nafasi ya kujitambulisha, lakini pia tutaitambulisha na hii huduma ambayo ameibeba. Kwa hiyo msikilizaji, usiondoke kando ya redio yako. Amina. Naitwa Dorcas Mwansasu. Amina. Mpako mafuta wa Mungu, tunakusalimu hosana. Mkombozi amekuja, tunatawala na kumiliki. Amina. Amina. Nasi pia tunatawala na kumiliki. Naona. Amina. Amina. Hatujakaa kinyonge. Unajua wanaotawala na kumiliki unawaona tu. Amina. Amina. Mashaka hakuna. Amina. Wakitamka neno moja tu wanajiamini. Amina. Unajua hakuna siri kubwa. Ukitaka kumjua mtu ambaye maisha yake yako vizuri, ni kujiamini. Kabisa. Ukitaka kumjua huyu mtu kwamba kweli kitita kinasoma present yes. Kinasoma present yes. Ya unajua tu mtu anafanyaje? Lakini ukiona mtu mashaka anazofika unajua namna kitu. Salamu inakataa. Salamu inakataa si ndani. Unajua kutawala na kumiliki ni ndani. Kwa kule ndani kukiwa tayari kumekamilika, unakuja kunajidhihirisha wapi? Nje. Sisemi kwa wakati ujao, kwa huo wakati. Lakini umiliki halisi wa kutawala na kumiliki ni ndani. Kwa sababu ibada za hizi falme mbili zinafanyika wapi? Ndani. Unaona, kwa kule ndani kukisha kamilika sasa, asili ya hizi falme mbili ni mwili. Unaona? Kwa ndo maana mara nyingi pale wanasema Mungu ni roho na ni tabia, lakini huyu Mungu ili aweze kuonekana sasa chini ya jua udhihirisho wake ni mwanadamu. Kwamba yule mwanadamu aliye tayari kumpa nafasi huyo Mungu, tutamuona tu kwamba huyu ana nani? Ana Mungu. Na huyu tutaona kabisa kwamba huyu hana nani? Ni kwamba huyu kitita akisomi. Amina. Si unajua hata kanisa unaona watu kufunga kwingi, sio kwamba kufunga vitita. Kwamba bajeti inasumbua. Lakini nyinyi mnaonekana tu kabisa kwamba hakika Kristo amerejea. Amina. Na ule urejeo manake ufahamu tayari upo ndani mwenu. Amina. Na kama ufahamu tayari upo ndani mwenu, ahadi ya urejeo inasoma kutawala na kumiliki. Na waona watakuwa wachungulia kwenye kioo humo naona kabisa kwamba kweli hakika. Amina. Amina. Kabla hatujaendelea, mtume, karibu tufungulie kipindi kwa maombi. Asante sana kwa hiyo nafasi kwa ya kufungua kipindi kwa maombi. Naomba tufungue hiki kipindi takatifu.
Mtakatifu, mtakatifu ishiye juu mbinguni. Baba, wewe ndio uliyetaka niwepo kwenye hizi maiki visemeo vya Homina Gospel Radio. Mimi kama mtumwa wako ambao umenituma kwa ajili ya watu walio wako. Akili yangu haina nafasi, elimu yangu haina nafasi, wala pesa yangu haina nafasi, bali yule Roho wa kweli wa Mungu aliyemfufua Kristo, hakika leo hii ni mnenaji ndani mwangu. Naamini hakuna lisiyowezekana. Ninajiweka mikononi mwako na hiki kipindi katika jina la mwanao Yesu ambaye ni Kristo. Amina. Ndugu watangazaji. Amina. Amina. Msikilizaji, namba ya hapa studio kutuma ujumbe wako ni 0673 906 907, 0673 906 907. Amina. Kwa sasa ni utambulisho wa mtume pamoja na huduma aliyoibeba msikilizaji. Kwa hiyo usiondoke kando ya redio yako uweze kufahamu zaidi kuhusiana na hii huduma ya Homina, lakini pia na mtume mwenyewe moja kwa moja. Amina. Mtume, karibu sana kwa ajili ya utambulisho. Amina. Amina. Asante sana kwa nafasi ya kufanya utambulisho unaobeba huduma ambayo imenituma, huduma ambayo ninatoka, iliyonifanya niwepo kwenye hizi ofisi, kwenye hizi maiki visemeo vya Homina Gospel Radio, mimi kama mja na mtawa wa Mungu katika hili anga la Njombe. Amina. Kwa majina, mimi ni mtumishi niliyepakwa mafuta na Mungu wa miungu. Amina. Mtume G.K. Mwansasu. Amina. Kwa hiyo mimi Mtume G.K. Mwansasu natoka kwenye huduma inayoitwa Homina. Amina. Ningependa jamii nzima itambue na ijue na wafuatilie vizuri sana namna ya hii huduma inavyoenenda kwa ajili ya watu wa Mungu duniani. Amina. Kwa natoka kwenye huduma inayoitwa Homina. Ndugu watangazaji na wasikilizaji na wale wote wanaotufuatilia, Homina ni huduma ya ukombozi kwa mataifa yote. Amina. Ningependa kila mmoja afahamu na ajue na azingatie. Lakini hii huduma mahala ipo mkoani Njombe, mjini Njombe. Nalisema hilo ni kwa sababu nimesema hii huduma ni ya kimataifa. Amina. Manake duniani kote. Amina. Na yote hayo kwa huu wakati na huu saa, manake tunafuatiliwa duniani kote kwa kupitia mitandao ya kijamii, ya radio, mitandao ya kijamii ya huduma husika, radio boxi, duniani kote. Amina. Lakini Afrika nzima, Tanzania, Njombe na nyanda za juu kusini, tunafuatiliwa kwa huu wakati kwa kupitia haya masafa ya 90.7 Homina Gospel Radio, tukiwa mkoani Njombe, mjini Njombe. Amina. Kwa hiyo yoyote yule ambaye amepata neema na bahati ya kufuatilia vipindi vya Mtume G.K. Mwansasu anayetoka kwenye huduma ya Homina, ambayo nimesema ni huduma ya ukombozi kwa mataifa, vipindi vyote vinavyorushwa, bandua kwenye haya masafa ya Homina Gospel Radio 90.7, naamini watu wamepokea. Amina. Naamini watu wameelewa. Kwa nini nasema? Ni kwa sababu niko mahali hapa ni kwa ajili ya kuachilia ufahamu. Amina. Ili watu wajue, ili watu wapate elimu ambayo hiyo elimu itawatoa gizani na kuja nuruni. Kwa hiyo niko mahali hapa ni kwa sababu nimebeba nuru. Kwa hiyo ningependa jamii nzima na wale wote wanaotufuatilia anene na simie. Amina. Ni yule Roho wa kweli wa Mungu aliyemfufua Kristo. Amina. Kwa njia ya imani. Kwa ningependa uamini na uendelee kuamini. Yoyote yale mafundisho utakayoyasikia katika muendelezo, amini
na ukiweza kuamini, kuna kitu kitatokea kipya cha maisha yako mapya katika mabadiliko kwa kupitia ufahamu wa huo wakati. Amen. Shughuli ya hii huduma ni uponyaji, kukombolewa na kufunguliwa. Amen. Kwa ninaposema mimi ni mtume, nimetumwa kwa ajili ya kuponya, kwa ajili ya kuwafungua watu, kwa ajili ya kufanya ukombozi kwa watu ambao sasa hali namna wanavyoishi si vile ambavyo Mungu aliweza kuwaandikia, au si vile jamii inataka iishi. Amina. Kwa hiyo hii huduma ninaposema ni ya uponyaji, ni kwamba magonjwa ya kila aina, ukifika mbele ya hii huduma, kama nilivyosema inaitwa Homina, kwamba ni huduma ya ukombozi kwa mataifa yote, utapokea uponyaji. Amen. Hakuna gonjwa ambalo linakataa mbele ya hii huduma, kama kweli utachukua hatua ya kufika kwenye ibada ambazo zinaendeshwa mbele ya Mtume G.K. Mwansasu. Amen. Ndugu watangazaji na wasikilizaji, tuna ibada Alhamisi saa 3 asubuhi na Jumapili saa 3 asubuhi. Ibada zote hizi mbili zinabeba uponyaji, kufunguliwa na kukombolewa, lakini kwa njia ya imani. Amina. Hilo ningependa kila mmoja anayetufuatilia azingatie sana na apokee huu ufahamu ambao na uachilia, ambao Roho ametaka uachiliwe kwa ajili ya jamii. Amina. Kwa tunaposema watu kufunguliwa, watu wamefungwa. Amina. Yale wanaoyafanya si yale ambayo Mungu ametaka yawe, au si yale ambao wao kama wao wamepanga iwe. Kwa hiyo niko mara hapa kwa ajili ya kufunguliwa, kwamba ukiweza kuzingatia mafundisho yangu, elimu ambayo naitoa, ufahamu ambao nauachilia, utaona mabadiliko makubwa sana kwenye maisha yako. Amina. Mfano kwenye huduma za msingi za kijamii, kiroho na kimwili. Amina. Kwa kuna watu wanafanya biashara hazina matokeo. Ukifika Homina mbele ya Mtume G.K. Mwansasu, kama nilivyosema kwamba tuna ibada Alhamisi saa 3 asubuhi na Jumapili saa 3 asubuhi, biashara zako, shughuli zako za mikono zitafunguliwa. Naamini uendi mbele ni kwa sababu tayari zimefungwa. Kwa niko pahala hapa, na hii huduma ya Homina iko mahala hapa ni kwa sababu ya watu wenye uhitaji, watu wale ambao wamebeba hivyo vifungo vya kibiashara, vifungo vya ndoa, vifungo vya afya, vifungo mbali katika maisha ya kijamii chini ya jua. Elimu, kazi, watu wamesoma hakuna ajira, mtu amepata ajira lakini kile ambacho anakifanya hakieleweki. Mtu akipokea mshahara mwisho wa mwezi, ni matatizo na changamoto nyingi ndani ya maisha yake au familia yake. Kwa hayo yote, ili yaweze kukuondoka, ni kufika mbele ya Mtume G.K. Mwansasu Alhamisi saa 3 asubuhi na Jumapili saa 3 asubuhi. Amina. Watu ni walevi, si wao, ni vifungo. Kwa wanahitaji ukombozi. Kwa niko mara hapa ni kwa ajili ya kufanya ukombozi. Kwa ningeomba unizingatie kwa umakini kwa njia ya imani, ili leo uweze kukombolewa na hicho kifungo, uweze kukombolewa nayo maisha, uweze kutoka jela, uweze kutoka kaburini, kwa sababu hakuna mfu ambaye ana uwezo wa kustawi katikati ya jamii. Kwa wewe maisha unayoyaishi umekuwa mfu, upo kaburini. Ndio maana maendeleo yote hakuna, ndio maana ndoa ina changamoto, ndio maana maisha yako vile unavyotaka uishi si vile ambavyo unavyoishi. Amina. Watu wa Mungu, mimi ni mtume kama nilivyosema, nimetumwa, lakini katika kutumwa kwangu nimebeba sanduku la agano. Amina. Nini maana ya agano?
agano, watu wa Mungu, ni makubaliano. Amina. Ambayo mimi mtume wakati natumwa nimekubaliana na huyu Mungu ambaye ndiye anayefanya uponyaji, ndiye atakaye kufungua, ndiye atakayefanya ukombozi katika familia yako, katika maisha yako, kiroho na kimwili. Amina. Kwa ningependa tu jamii ijue na ifahamu kwamba sanduku la agano linamwakilisha Mungu husika. Amina. Mungu ambaye amenituma, Mungu ambaye mimi kama mimi nilikaa nikakubaliana naye, nikaitika wito wa kutumwa nije kwa ajili ya kufanyika ukombozi kwako wewe. Huyu Mungu anajitambulisha katika tunda linaloitwa upendo, unyenyekevu na uvumilivu. Amina. Kwa ningependa kila mmoja uliyependa umjue Mungu wa Mtume G.K. Mwansasu, Mungu wa madhabahu ya Umina, anajitambulisha katika hayo majina matatu: upendo, unyenyekevu na uvumilivu. Amina. Kwa tukitaka tujue au tufahamu kwamba wewe una Mungu wa kweli, Mungu ambaye ni Mungu muumba mbingu na nchi, Mungu wa miungu duniani, utasomeka katika pendo, unyenyekevu na uvumilivu. Amen. Kwa hiyo hakikisha haya matunda matatu yapewe nafasi ndani ya moyo wako. Kumbukeni, mara nyingi wanafundisha kwamba moyoni mwako ni chumba cha ibada. Amen. Moyoni mwako ndo hekalu lenyewe, hasa katika hizi ibada za ufufuo ambazo mimi nimepata neema ya kutumwa na kuingia agano na Mungu kwa ajili ya ili Mungu aweze kubadili mifumo ya kigiza na kupewa nuru ndani ya maisha yako. Amen. Nimesema mimi ni mtume. Katika kutumwa kwangu nimetumwa kufanya nini? Kwa neno kutumwa lina maana yake. Amen. Kwa pale ambapo mnaweza kulisikia, ni lazima watu, mtu akisema nimetumwa, lazima watu wawe na maandalio ya kusikiliza. Kwa ningependa kwa huu wakati na huu saa, tega sikio lako ujue mimi naleta nini, nimetumwa nilete habari gani. Mimi kutumwa kwangu, watu wa Mungu, nimetumwa nilete habari iliyo njema itakao kutoa katika shida, dhiki na matatizo hayo maisha ambayo umeyaishi. Kwa katika kutumwa kwangu nimetumwa kwa ajili ya kushughulikia madhabahu. Amen. Za ukoo unaotoka. Amina. Kwa nini ziwe madhabahu za ukoo unaotoka? Ndugu watangazaji na wasikilizaji, kule mbinguni Mungu amegundua chanzo cha tatizo na changamoto kwa wanadamu au watu wa Mungu chini ya jua ni zile madhabahu za koo zao wanazotoka. Amen. Ni kwa sababu zile madhabahu za koo tunazotoka chini ya jua zinamilikiwa na nguvu ya kigiza, ziko chini ya shetani. Amen. Kwamba madhabahu nyingi za koo tunazotoka, upande wa baba, upande wa mama, upande wa mme, upande wa mke, zina maagano ya kufanya ibada au kumfanyia ibada shetani. Na tukumbuke, pale ambapo umeingia agano la kumfanyia ibada shetani, kama ukoo, kama kabila, tambua kwamba ndani ya maisha ibada unazofanya zinazalisha matatizo. Kwa jamii nzima imegundulika ibada zetu za koo zetu na makabila zetu zinamilikiwa na shetani, na ndio maana matatizo mengi yameijaza jamii au mataifa mbalimbali yanatembea kwenye shida. Ni kwa sababu ya aina ya ibada zao, kwamba hizo ibada ziko chini ya shetani. Amina. Kwa hiyo madhabahu za koo tunazotoka, watu wa Mungu, ndo chanzo. Kumbukeni, nimesema niko kwenye hizi maiki hivi visemeo, lengo na kusudi ni kuachilia ufahamu. Amen. Nimeleta elimu. Amen. Hii elimu ukizingatia itabadilisha maisha yako. Ningependa utambue kwamba huo ugonjwa unaokusumbua chanzo chake ni madhabahu ya ukoo unaotoka. Amina. Chanzo chake huo ugonjwa ni madhabahu ya kabila lako. Ningependa jamii ifahamu
na ijue nimetumwa niwaambie kwamba magonjwa ni roho. Amen. Na pia hii roho inatengenezwa kutoka kwa shetani, inatengenezwa kutoka kuzimu, lakini inaifikia jamii kwa kupitia madhabahu za koo tunazotoka. Ndo lango pekee linaloruhusu magonjwa, ndo lango pekee linaloruhusu umaskini. Jamii, naomba mnielewe na mnisikilize. Umaskini ni roho ya ukoo unaotoka. Kuna baadhi ya ukoo bwana sio maskini. Kwa usilizike kama ni maskini wewe. Kwa hiyo kama wewe unayenisikiliza unatembea kwenye hii changamoto ya roho ya umaskini, tafakari ukoo unaotoka. Amen. Narudia tena, tafakari ukoo unaotoka. Upande wa baba yako, maisha yao ya kiuchumi yakoje? Upande wa mama yako, maisha yao ya uchumi yakoje? Yaani kwa lugha rahisi, jifananishe wewe na mjomba wako, si ndio upande wa mama yako. Sasa mjomba wako mwenyewe ukimwangalia yaani hatari. Tambua tu kwamba hapo tayari uko upande wa mama kuna nini? Shida. Kuna shida. Wewe unamwangalia baba yako mdogo, ukimwangalia kachoka, mzurulaji tu ye jangwani tu, anapanda huku na huku tu. Tambua kwamba huo ukoo kuna nini? Kuna shida. Ewe mwanamke, jilinganishe na shangazi yako. Jilinganishe tu shangazi yako yukoje. Utapata jibu kwamba ukoo upande wa baba nilikozaliwa kuna nini? Kuna changamoto. Kwa wewe chukua hatua, njoo Homina, kama vile nilivyoweza kusema kwamba tuna ibada Alhamisi saa 3 asubuhi na Jumapili saa 3 asubuhi. Ibada zote hizi ni kwa ajili ya kuondoa shida, dhiki na matatizo ambazo chini ya wanadamu na mataifa yao zinatengenezwa na madhabahu wanazotoka. Kwa ndugu wasikilizaji wote mnaotufuatilia duniani kote kwa kupitia Radio Box, mitandao ya kijamii ya huduma husika, radio husika, na haya masafa ya 90.7 Homina Gospel Radio, pokeeni ufahamu na maarifa kwamba shida zote mnazopitia chanzo chake ni madhabahu zako unazotoka. Amina. Tufanye nini? Njoo Homina mbele ya mtume G.K. Mwansaso. Hamini kwamba mimi mtume nimetumwa kwa ajili ya kushughulikia. Kwa lete madhabahu ya ukoo wako. Madhabahu ya ukoo wako sio mzigo fulani hivi. Unajua ile watu walizo kawa ndio maana wanakuambia hebu angalia sanduku la agano la ukoo wenu. Hajui kumbe ule mkuki ngwego ni sanduku la nini? Niliweza sana kuwasikiliza vizuri sana jana. Kwa mtu wa Mungu yule, namna mapito aliyopitia, upande wa babake, upande wa mamake, na hizo ngwego. Unajua si Wanyakyusa mikuki tunaita ngwego. Unaona? Na hiyo ngwego ni silaha moja ambayo kiasili inaheshimika sana. Zipo ndefu afu vipo vifupi. Lakini kwa nini zingine ndefu na kwa nini vingine ni vifupi? Vina kazi yake na vina maana yake. Lakini vina maana yake wapi? Kwenye ulimwengu wa roho. Ndio maana mnaona hata viongozi wa Afrika wanapopewa madaraka na kupewa kuapishwa kwa ajili ya kuwa marais au wafalme wa nchi husika, wanapewa vile vitu. Vile vitu ni ulinzi, ni sanduku la nini? Ni agano unaingia kwamba utalindwa na ngwego. Lakini ngwego ni nani? Nifuate inbox. Ujue zaidi. Mitandao si ipo na mtume si ipo. Namba zangu za simu sasa uko inbox ili unipate, ili upate kila kitu. 0754 037 522. Napenda kuirudia hii namba kwa sababu ni muhimu sana, watu wanataka kujua siri zaidi.
ya utume wangu na ni namna gani watatoka hapo walipo. Napenda kuirudia 0754 037 522. Yoyote yule ambaye utaamini, utapokea hii ufahamu, piga hii simu, tuma ujumbe, utajibiwa, utashauriwa ya kupasayo kuyatenda kwa huo wakati, ili uweze kukutana nami Mtume G.K. Mwansasu, au uweze kuikaribia na kuifikia huduma ya Homina ambayo nimesema ni huduma ya ukombozi kwa mataifa yote. Hizi namba za simu ziko aina mbili, watu wa Mungu. Kuna 0620 Haroteri. Amina. 0620 64 50 25. Napenda kuirudia 0620 64 50 25. Ukiweza kupiga hii namba utajibiwa, utashauriwa yale ya kupasayo kwa huo wakati, ufanye nini, utende nini, uchukue wajibu gani ili uweze kumwona Mtume G.K. Mwansasu. Hizi namba ni kwa dunia nzima, Afrika nzima, Tanzania, Njombe na nyanda za juu kusini. Mungu amenituma niwaambie Yesu ambaye ni Kristo amerejea. Amina. Na katika urejeo wa kwake hii mara ya pili ni kwamba yeye anataka kuona nguvu yake ikitenda kazi. Yaani manake anataka kuona ufalme wake ukidhihirika chini ya jua. Kwa nini nasema ufalme wake ukidhihirika chini ya jua? Tukumbuke kwamba Mungu ni ufalme na shetani ni ufalme. Na hizi ni falme mbili zinazoshindana, lakini katika ushindani wa hizi falme zinashindana katika matendo ya kitabia. Amen. Mungu aliyenituma, Mungu wa miungu, ufalme wake unahitaji kuonekana katika tabia zilizo njema. Amen. Shetani ambaye ni giza ni falme ambayo inategemea kuonekana katika ufalme wake au tabia ile ya kigiza isiyo njema. Amen. Kwa kuna giza na nuru. Niko mara hapa kwa ajili ya kuachilia nini? Nuru. Manake tusitende nini? Dhambi. Ukiona mtu unatenda dhambi, tambua kwamba ufahamu wako umeibwa, upo. Kwa huu wakati wa urejeo wa Yesu ambaye ni Kristo, manake tumeachiliwa nini? Ufahamu. Hapa ningeomba jamii ijue, hata waabudu halisi wafahamu. Tunaposema amerejea, yani manake ufahamu wetu sasa. Kwa sababu Yesu ambaye ni Kristo na lengo la kusudi la pale msalabani ni kwa ajili ya ufahamu. Ndio maana katika neno lake, katika maandiko yake tunasema hivi kwamba uokovu ni mabadiliko ya nini? Ya tabia. Lakini njia ya msalaba ni nini? Ni maarifa. Manake bila njia ya msalaba uwezi ukatoka pahala hapo. Kwa Kristo niliyembeba ambaye nasema amerejea, yuko Homina, yeye ndo kila kitu. Hakutakuwa na magonjwa, hakutakuwa na njaa, hakutakuwa na shida. Viongozi watafanya kazi, mataifa mengi, amani itafanyaje? Itatawala. Sasa wakiwekeza, kwa sababu tulikuwa watumwa, ni kwa sababu Kristo hakuwepo, hakuwa pamoja nasi. Ndugu watangazaji, haya ndiyo machache ambayo Mungu amenituma niyalete yanayohusu utambulisho wa hii huduma, lakini ndani yake ni lazima tuhubiri Injili kwa njia ya sadaka. Amina. Kwa njia ya nini? Ya sadaka. Ili falme zetu ziweze kujengwa. Amina. Ni lazima tulipe nini? Kodi. Lazima tulipe nini? Kodi. Kodi bwana, ni lazima ilipwe ili taifa lifanyaje? Lijengwe. Amina. Amina mtume. Mimi naomba nikurejeshe wakati ukizungumzia kuhusiana na umaskini ni roho. Amina. Kuna msemo ambao wengi wanauzungumza kwamba pumzi ni utajiri tosha, hayo mengine ni ziada. Sasa nataka nifahamu huu umaskini ambao unauzungumzia ni umaskini wa namna gani? Neno umasikini, kwa sababu niko mahali hapa kwa ajili ya kuachilia ufahamu au elimu, maana halisi ya neno umaskini ni uhitaji. Amen.
Hapo naomba mnielewe na jamii ifahamu hivyo. Neno maskini ni uhitaji. Kwa wewe unayenisikiliza au huyo mwingineo yoyote anayetusikiliza kwa sasa, uhitaji wake ni nini? Je, ana umaskini wa kiroho au wa kimwili? Neno masikini maana yake ni nini? Ni uhitaji. Na mwanadamu chini ya jua anapokuweko mahala hapa, lazima awe na mahitaji. Amina. Lazima awe na mahitaji. Kwa yapo mahitaji ya kiroho na yapo mahitaji ya nini? Ya kimwili. Lakini wewe mwenzangu, umaskini ulionao ni upi? Sasa mimi niko mahala hapa kwa ajili ya kuachilia habari iliyo njema ambayo inakutoa kiroho na nini? Kimwili. Manake kama wewe una uhitaji ni maskini wa kiroho, njoo Homina. Amina. Huo maskini utaondolewa. Amina. Kama wewe ni maskini wa uhitaji wa kimwili, mavazi, chakula, sijui huduma za msingi za kijamii, njoo Homina. Kwa ruhusi kwa swali lako, au wanaosema sijui utajiri peke yake, sijui ni pumzi, na ndio uhitaji wa mwanadamu chini ya jua. Lakini neno umasikini, mmenielewa? Neno umasikini uelezei utajiri. Lakini nashangaa swali limeenda kwenye nini? Utajiri. Kwenye utajiri. Lakini mimi niko nahubiri nini? Umasikini. Ruhusi vinaendana kweli? Thibitisha kwamba yaani kwamba pumzi ni utajiri kweli? Ni utajiri, si ndio unaokupa uhai. Unasikia? Amen. Leo hapo Rusi, wewe utajiri wa kwanza ulionao hadi leo umevaa hizo headphone na upo kwenye hizi maiki ni kwa sababu unapumua. Lakini hiyo pumzi ulionayo unaipata wapi? Tukumbuke pumzi ya kwanza ya mtu wa kwanza chini ya jua ilitokana na Mungu wa miungu. Manake ukimwekeza Mungu wa miungu, Mungu wa Mtume G.K. Mwansaso ambaye ni pendo, unyenyekevu na uvumilivu, ukamfanyia ibada kwa kutotenda dhambi, ukatembea kwenye utakatifu, pumzi lazima uwe nayo. Amina. Kwa nini umeuliza Rusi? Pumzi ambayo mimi naitoa, ambayo Mungu wangu anaitoa, upati magonjwa, ndio maana niko hapa. Amina. Sasa kuna wengine wanapumua lakini wana nini? Magonjwa. Mara BP, mara hao wana pumzi ipi? Maana bado hao wana uhitaji, bado ni masikini. Amen. Umasikini ambao wanao hao watu ambao shida yao ni pumzi. Hawa watu hawana ibada rasmi za Mungu wa nini? Wa kweli ambaye ndio mtoa nini? Pumzi. Mungu wa kweli ukimfanyia ibada akaachilia pumzi mwako, huna muda wa kuwaza magonjwa wala shida. Amina. Amina. Lakini pia kuna swali la Patson. Amina, Patson Mwanza. Anasemaje swali lake? Yes, swali lake anasema naomba kuuliza swali. Kwa mujibu wa historia ya Yohana Mbatizaji, alitokea kwenye familia ya kikuhani, lakini kwenye Mathayo 3:4 inaonyesha Yohana aliishi maisha ya ufukara huku akiwa mtumishi wa Mungu. Hapa Mungu alilenga nini? Na sisi kama kanisa tunayemtegemea Mungu tunajifunza nini kutokana na hii hadithi? Hadithi ya Yohana tunaisoma kutokana na Yohana na unabii wake, namna alivyoshushwa na Mungu kwa kusudi. Amen. Unajua Yohana alizaliwa kwa kusudi. Amen. Na kusudi mojawapo la Yohana la kuzaliwa, alizaliwa kwa ajili ya kuandaa mazingira ya Masia. Amen. Kwa ajili ya mazingira ya nani? Masia. Ndio maana hiyo hadithi unaoisema ukimsoma Yohana aliishi kama vile sio mwanadamu. Alikuwa anaishi wapi? Nyikani. Na kula anakula nini? Nzige na nini? Asali. Mwenzangu hapo Ramadhani Patson, una uwezo wa kula hivyo vitu? Kwa hiyo Yohana alikuwa ni wa kipekee. Amina. Alikuwa ni wa nini? Na alikuja kwa kusudi. Hata we Patson ni wa kipekee, umeshuka mara hapa kwa kusudi. Upo Homina mbele ya Mtume G.K. Mwansaso kwa nini? Kwa kusudi. Lakini swali lako kubwa kwamba tujifunze nini? Yohana hakuja kwa ajili ya kutafuta utajiri, alikuja kwa ajili ya kuandaa mazingira ya nani? Ya Masihi. Ya Masihi.
Hivi pasoni nikupe siri moja, wana theolojia namna wanavyofundisha hilo andiko no lisema la kuja kwake Yohana. Yohana wanaonekana kama ni lijamali moja hivi livuta mabangi linaishi mapolini tu, kama lilikuwa linalipepa. Wanaona kwamba hakuna mwanadamu ambaye anaweza kaa anaishi kwa kula nini? Asali na nzige. Unaona? Kwa hiyo Yohana anafundishwa hivyo huko, lakini si hivyo. Umenielewa? Mtu ambaye aliyekuja kwa kusudi maalumu ana mfumo wake wa kufanyaje? Wa kuishi. Ndio maana leo tunasema Mtume G.K. Mwansaso mfano, nimetumwa kwa huu wakati mimi, lengo na kusudi mimi, nina mifumo yangu ya namna ya kuishi. Mimi nimekataliwa nisiambatane kwenye misiba. Sasa utaniona kama jamaa la ajabu la namna gani? Patson wewe wokovu wako na kuambatanisha kwamba wewe kwenye misiba usikanyage. Umenielewa? Lakini huo ni wito wako wewe, lakini jamii usike tafanyaje? Itakushangaa. Umekuja kwa ajili ya kutoa na kuwabadilisha jamii kwamba watambue kwamba misiba sio asili ya jamii. Amen. Unajua watu wengi hawajui ni kwa nini sisi tumepewa hiyo hali ya kuhubiri dhambi, mauti isiwepo katikati ya jamii. Ni kwa sababu sio maisha ya mtu wa Mungu. Amen. Sio maisha ya mtu wa nani? Wa Mungu. Kwa Yohana sisi tunachojifunza kwake, sisi tunajifunza namna ya kiutendaji wa kazi, namna alivyotenda ili Masia aweze kukaa ndani yetu, ili Kristo aweze kufanya kazi yake. Amina. Amina. Swali lingine ni la Malitina Mwansasu kutoka Hagafilo. Malitina Mwansasu anasema nini? Anauliza kwamba ana swali kwako mtume kwamba Kristo amesema kwamba tuwapende maadui na tuwaombee. Je, ni maadui wa namna gani tulioagizwa na Kristo urejeo tuwaombee? Si maadui wako. Ni maadui wa namna gani? Ni maadui wale ambao hawakutakii mema katika haya maisha. Maadui wale ambao wamewekwa kwa ajili ya kukurudisha nyuma. Kwa nini Kristo amesema tuwaombee maadui? Njia pekee ya ushindi ya uokovu wa mwana wa Mungu ni kusamehe na kuwaombea maadui ili waende kule wanakohitaji kufika kusudi. Huu ni mfumo tu. Meneo Martina ni nini? Ndio maana Yesu pale msalabani alisema Baba uwasamehe, ni kwa sababu hawajui wafanyaje. Kwa ili sisi waabudu halisi Kristo wa urejeo, ili aweze kufanya kazi ndani mwetu, ni lazima tutembee kwenye msingi wa haki kama vile yeye alivyo. Kwa kusamehe, kuwaombea maadui ni kanuni pekee itakao kufanya wewe uweze kuvuka, au Yesu ambaye ni Kristo wa urejeo ili afanye kitu kwako, ni lazima ujue kuwaombea maadui zako. Lakini kwa nini nasema yeye atetewi? Ndo maana yake. Maana yake nini? Atetewi. Kwa wewe kubali tu uangamizwe na huyo mtu. Kwa ule wakati unapokuwa unashuka au unamuombea kwamba ajui atendalo adui, ndipo Kristo sasa anasimama kukupa nafasi wewe ya kukutetea ili uweze kwenda pale ambapo unatakiwa kufika. Lakini ukijitetea wewe kutowaombea, manake yeye Kristo hatakaa ndani mwako, kwa sababu yeye asili yake ni kuwaombea maadui. Pagumu sana. Hapo kumbe Jumapili nilisema watu wasome pale. Kumbe watu wengi walinigeukia. Inakuaje nimwombea adui yako? Na ninasema ili Kristo afanye kitu kwako, lazima adui umuombee. Muombee tu. Mmenielewa? Mfanyaje? Muombee. Msamehe adui yako. Mmenielewa? Amina. Kia Dorcas ana swali ndani yake. Wewe sema tu. Amina. Kweli mtume, mimi nina swali. Kasoro kwamba mimi nakumbuka mtume ulifundisha kwamba kuna wimbo mmoja unasema ombea adui yako aishi miaka mingi ili unapobarikiwa ajionee kwa macho. Ni kwamba ulisema kwamba unawezaje kumwombea adui wakati mwenzako unapomwombea anaendelea kuongezewa tu, anaongeza tu sadaka ili aendelee kufanikiwa. Kwamba pengine wewe utaendelea tu utaendelea kuzofika na hata shuhudia mafanikio yako kwa wewe, hata shuhudia wewe ukifanikiwa.
Sasa hapa leo ambapo unasema tumuombee, naona kama sijaelewa vizuri. Kumbuka mimi nimesema unapokuwa unamwombea adui ndipo Kristo anapofanya kazi ya kukufanya wewe uende. Kumbukeni. Unajua neno linapokuja ulijue lina utendaji gani wa kazi. Kristo anapotuambia usilipie kisasi, maana yake ukilipa kisasi yeye atetewi. Unajifungia lango la kufanyaje? Kutendewa. La kutendewa na Kristo. Mimi ule wakati nilihubiri kwamba wewe usizubae. Unapomwombea adui, manake wewe unakazana kufanya kile kitu, kujipa nafasi ya Kristo kukupa nini? Nafasi. Ushindi, sio nafasi, ushindi. Kumbuka, swali lako linasema kwamba mimi nilisema hivi, kwamba ulisema usimwombea adui, ataendelea afu wewe una sadaka. Hivi vinaingilia nini? Ni kanuni, wewe unatamka. Unapotamka lile neno, wewe ndilo linalokupa ushindi, manake yeye anaanguka. Amen. Kristo atetewi. Amen. Kristo atetewi. Mimi nilikuwa natamka hata ule wakati nilikuwa natamka vita. Umenielewa? Kwamba tusizubae. Tuko vitani. Umenielewa? Wewe simama na maiki, nenda pale nje. Maadui wote mimi naleta na mapanga na kuja kuwaua. Wewe ni wa Kristo? Hapana. Hapana. Haya, ubarikiwa, amina. Lakini kumbe mimi nakufanyaje? Na kushughulikia sio kuombea. Na kushughulikia. Kwa hiyo lile swali lilikuwa linasimama katika vita. Kwamba kanisa walio wengi sasa wamezubaa tu, adui mimi endelea kuishi. Vile kama kweli wewe unatoka rohoni, Kristo atatenda nini? Anatenda kazi, wewe unaenda mbele kwenye ile nafasi yule adui alikuwa anazuia. Lakini sijajua sadaka imetoka wapi hapo katikati. Ili watu waelewe, tupambanue. Wakati nafundisha isema kwamba ulipotolea mfano ule hivyo wanaombea adui yako aishi miaka mingi. Ili unapofanikiwa ajione kwa macho. Ukatolea mfano kwamba utafanikiwaje wewe wakati una sadaka. Mwenzako adui unazidi kumwombea, yeye anazidi kuongeza sadaka. Sasa ni mfumo mwingine. Mimi nilikuwa nahubiri ibada. Unasikia? Umuombe, usimuombe kama una sadaka tu. Sadaka inachukua nafasi gani hapa? Au sikueleweka vizuri? Ukunielewa au nikukumbushe? Amen. Nikukumbushe? Amen. Kwamba yeye unapomwombea, manake kama maombi yako sio ya kivita, mbele yake Kristo una haki wewe. Manake Kristo hawezi akakuvusha. Na kama Kristo hawezi akakuvusha, manake yule anaendelea kufaidika. Na anapoendelea kufaidika anaandaa nini? Sadaka. Na ile sadaka inamvusha kwenda wapi? Lakini wewe kama unatumia ile haki ya Kristo unapotamka, huku Kristo anakuvusha, tayari wewe ni mshindi. Sadaka unayo, ibada ya Kristo yako ndo haki. Amen. Hapo labda hapajaeleweka vizuri. Nimekuelewa. Umenielewa? Amen. Baba, naomba mnielewe kabisa. Tunapokuwa vitani au tunapofuata kanuni, Yesu ambaye ni Kristo akiwa msalabani aliwaambia Baba uwasamehe. Maana yake alikuwa anamaanisha nini? Alikuwa anaombea. Kwa nani? Kwamba wajui? Ni neno ambalo liko ni asili yetu, liko ndani. Yaani maana yake kunyamaza kimya. Amen. Usijibu. Ndio maana nimesema atetewi. Kumbukeni mwanzo wa hili swali. Amen. Nimesema afanyaje? Atetewi. Ndio maana ya hii lugha. Amen. Piga goti. Mungu yule Dorcas ndio chanzo cha maisha ya kwangu. Amina, ajui atendalo. Huku umepiga nini? Good. Ukifanya hivyo Mungu anafanyaje? Anakutendea. Pale Yesu kusudi lake ndipo lilipotimia. Amen. Juzi nilikuwa namwambia mwinjilisti kwamba kila tunapopita, unajua siku 2-3 hizi tukawa tumepaki gari tu, tunatembea kwa mguu. Yaani shughuli barabarani, kuna shughuli moja kubwa sana. Yaani magari yanataka nataka kuwagonga. Jitu lingine kama mnaongea naye tunawajibu ovyo. Sasa mara pale Mungu mimi aliniambia uwaambie hivi kwamba wao hawa sio watu, ni wanadamu, ndivyo walivyo, na wanaofanya hiyo kazi sio wao.
tayari ukishaipuuzia hiyo hali katika huo mfumo, umemuombea huyo adui. Au kuombea kwa aina gani? Kwamba kafanikiwe yeye, mimi niwe maskini? Nayo lugha ya Kiswahili bwana inikia ni ngumu sana. Unajua saizi hapa napambanuliwa. Maitina anasema anataka tufanyeje? Kumbukeni nimekuambia kitu kimoja. Kwamba siku moja Mungu aliniambia wote unaowaona hawa sio watu, ni wanadamu. Amen. Na haya mambo wanayoyafanya haya sio wao wafanyao. Anayefanya ndani mwao ni yule wa upande wa pili. Kwa hiyo na sisi ili tuweze kuwa washindi, tufanye hivi, hawa tuwaombee, tuseme sio wao, hawajui watendalo, wanaotenda ni yule aliyoko ndani mwao. Naongelea kanuni tu mimi. Amen. Lakini sio kanuni ya kusema muombee adui yako endelee kuwa tajiri, wewe maskini. Hebu naomba muelewe vizuri hii lugha. Amen. Dorcas, uliiweka kwenye mfumo gani? Amina. Kwa upande wangu mimi kitu ambacho nilikuwa nimeelewa ni kwamba sistahili kumwombea adui, kwa sababu ninapomwombea ni kwamba hiyo nguvu ambayo naitumia kumwombea adui basi nitumie kujiombea mwenyewe ili nifanikiwe. Yaani lugha hii ina maana nyingi sana katika uzito wake na wepesi wa namna ya kuiwasilisha. Amen. Umenielewa? Amen. Yaani ni kuacha. Umenielewa? Mpuuze. Mpuuze. Amen. Kwa nini wanasema unapokuja waumini umsamehe mtu? Hilo mbona mkoji? Hii ni lugha moja. Amen. Lakini unapomsamehe unakuja waumini kufanya nini? Kukombolewa. Kupambana. Hebu ongelea mwanzo wa kitu. Unakuja kupambana, ni vita. Amen. Kwa ili wewe uwe kwa mshindi wa hii vita, ni lazima uachilie. Amen. Rohoni mwachilie huyu mtu. Amina. Sisemi uende kuanzisha ibada ya sadaka kwenda kumwombea adui yako aendelee kuwepo. Hebu fungukeni Afrika. Kanisa. Lugha iliyotumika ya neno kuombeana au kumwombea adui ina maana nyingi. Amen. Ndio maana nimehoji pale msalabani, Yesu alivyotamka vile kwamba Baba uwasamee hawajui watendalo, alifanya nini? Aliwaombea. Ilikuwa ni ibada manake. Amen. Lengo na kusudi Yeye avuke. Kwani aliendelea pale msalabani ili shetani aendelee kuwa bingwa duniani? Hapana. Alienda kufanya hiyo ibada? Sikumaanisha hivyo mimi. Sikumaanisha hivyo. Amen. Neno kwa Kiswahili lina maana nyingi sana. Na usipokuwa makini nguvu ya Roho Mtakatifu ikakuongoza. Ndio maana wanakuambia neno hili lina uwezo la kumfanya Mungu akafanya kazi. Neno hili lina uwezo la kukupoteza wewe usipokuwa na roho, kwa sababu hili neno lisipokuwa na pumzi halina uhai ndani mwako. Amen. Kuna neno la Biblia na kuna neno la Mungu ndani ya nini? Biblia. Neno la Mungu ndani ya Biblia lina pumzi, ndio hili nilokuambia kujua maana yake. Amen. Wanamaanisha nini? Kuwaombea maadui kwa namna gani? Achilia ndani. Imeonekana kwetu sisi ni kanuni ya Kristo. Mimi sikusema uende ukafanye ibada unamwombea adui unatoa sadaka ili aendelee yeye kwenda wapi. Amina. Kuhusiana na maadui hapo kuna swali la Melisiana Mwansasu. Anasema samani mtume, naomba kuuliza kwa nini maadui zetu wanapambana sana na uchumi kwa watu wa Mungu, lakini adui hao wanakuja kuomba misaada, mfano pesa. Je, mtu huyu anapaswa kusaidiwa na mtu wa Mungu anayepambana naye? Melisiana Mwansasu akiwa Nyongo. Rudia. Anahoji kwamba naomba kuuliza kwa nini maadui zetu wanapambana sana na uchumi kwa watu wa Mungu, lakini maadui hao wanakuja kuomba misaada, mfano pesa. Je, mtu huyu anapaswa kusaidiwa na mtu wa Mungu? Mungu amekwambia umsaidie huyo mtu anayeishi ndani, mwenye huo utajiri, mwenye hiyo pesa, sio wewe. Ni yule anayeishi ndani mwako.
amesema anataka kumpa Dorcas? Kuna tendo la kutaka kumpa Dorcas na kuna tendo la uthibitisho Dorcas kupokea kutoka kwako Melensiana. Tendo la kwanza, ndani umesikia Dorcas kupewa. Naomba makini sana. Amina. Umesikia sauti? Kama hujasikia sauti, manake usifanye. Manake tendo la utimilifu la kupokea Dorcas halitaonekana. Amina. Kumbukeni, kila neno lililoandikwa kwenye Biblia asili yake linaanzia wapi? Rohoni. Alafu linakuja wapi? Mwilini. Manake uthibitisho ndo maana ya mwilini. Ndo maana ya nini? Mwilini. Wewe unataka kumpa huyu aliyoko ndani mwako, ametaka apewe huyo, au ni wewe kama wewe unataka kumpa Dorcas? Tuko vitani. Vita yetu si ya damu na nyama. Amina. Iko kwenye ulimwengu wa nini? Wa roho. Je, huyo wa ndani aliyoko ndani mwako unamsikia akisema nini? Hatutoi tu kwa sababu kuna kutoa. Amina. Maritina, hatuombei tu kwa sababu tunamwombea tu adui yako. Nini? Unapotaka kuvuka mahala, kuna wanadamu, watu wa mataifa wanasema hivi, mtaka cha uvunguni? Manake nini? Gharama. Kuna nyingine nyepesi, kuwa mjinga. Unakuwa tayari umeinama, si umekuwa mnyonge. Maana nyingi lugha. Amina. Unanyenyekea. Ndo maana sheria za kimwili za askari popote anapofika mbele yako, wewe uruhusiwi kujibu kitu kingine chochote, ni kusarenda kwa sababu asili ya askari kokote anakoenda anajua ni vita, ni adui wewe. Kwa sisi watumishi tumepewa unyenyekevu. Sisi waabudu halisi tumepewa nini? Unyenyekevu. Ule unyenyekevu kwa lugha rahisi, manake unainama. Amen. Ukisha inama manake ni unyonge. Kumbe ule unyonge unataka kufanyaje? Kuchukua kilichopo chini ya meza. Mtaka cha uvunguni? Shaitani. We nenda tu na mgongo wote kama utaingia uvunguni. Ukiinama ndo utaingia uvunguni. Utachukua kilichoko uvunguni. Lengo na kusudi shuka. Ndo maana ya unajua lugha yetu ya Kiswahili usipopelekwa na roho wa kweli wa Mungu tutapotoshana sana. Niko mara hapa nene na simie. Mimi hapa situmii theolojia. Amen. Yote maswali mnaoniuliza aliyoko ndani. Maana sijaja na daftari na jana kwamba mlinipa maswali alafu nikayaandika alafu nikayapitia mtandaoni nikayajibu alafu ndo nakuja kuwaelezea. Papo kwa papo, uwezo wa kiungu wa Mungu aliyenituma. Nimewaambia nena si mie, ni yule roho wa kweli wa nani? Wa Mungu. Amina. Amina mtume. Kuna swali kutoka kwa msikilizaji, japo na mimi nina swali. Twende tu. Amina. Hapo tuanzishe tu mfumo wa maswali tu hapa, vipindi vyangu visiwepo. Hapana. Twende. Amina. Amina. Sasa msikilizaji anasema kwamba baada ya Adamu kutenda dhambi, Mungu alimtengenezea vazi la ngozi. Na swali lake kwamba je, baada ya Adamu kufa lile vazi la ngozi alizikwa nalo? Nimewahi kufundisha hili somo. Unalikumbuka nilifundishaje? Mimi ambavyo nakumbuka ulifundisha kwamba Adamu alipotenda dhambi pale bustanini, Mungu alimpa ufahamu wa Adamu kuandaa vazi la ngozi, ambapo alichinja mnyama akatengeneza vazi
la ngozi akajistiri. Mimi nakumbuka ni hivyo. Ufahamu. Amina. Mbele nilisema ibada. Amina. Leo hii Dorcas, amina, unapojitambua kwamba ni mtu kati ya watu, usipokuwa na ufahamu kinatokea nini? unakuwa sio mtu. Unakuwa sio mtu. Kwa Mungu aliachilia ufahamu kwa mara ya kwanza kwake Adamu ili ajitambue kwamba ni mtu kati ya watu, kwamba ana uwezo wa kufanya hiki na hiki. Ni kweli Adamu akagundua kwamba anatakiwa kumfanyia ibada Mungu. Alipomfanyia ibada Mungu kwa kupitia wanyama, kilichokuwa kimebaki ni ngozi. Baadaye akapata ufahamu kwamba ile ngozi ina uwezo wa kumfanya yeye imstiri. Kitu cha kwanza ni nini? Ufahamu. Wa kufanya nini? Ibada. Kwa hiyo ukiweza kufanya ibada, kumfanyia Mungu ibada, Mungu wa kwako anakufungua nini? Ufahamu. Anakueleza ya kupasayo kuyatenda kwa huo wakati ili uwe mtu kati ya watu. Lakini hili swali, baada ya kuona hii ngozi imekuwa nguo, je, wakati wa mauti na mkuta Adamu alizikwa na ngozi? Si ndio swali lilipo zaidi? Amina. Maana huko nimetangulia tu kwanza. Amina. Unajua mimi wanapenda sana Roho hawafunulie zaidi watu. Amina. Kabla sijajibu hapa, kuna mara nilikuwa naulizwa maswali, nikawajibu kwanza swali, alafu nikaanza kufafanua. Lakini wale watu wakaambia, bwana tumepoteza tu muda. Pale pale ulipokataa ukasema sivyo, tungeishia pale. Lakini nikasema hapana, mimi ni mtumishi. Amen. Nimetumwa na Mungu kwa ajili ya kuachilia ufahamu. Kwa ili uweze kufahamu zaidi, ndio maana nilitoa maelezo. Ndio maana nimetoka kutoa maelezo kwamba ilikuwa ni ibada ya kwanza. Na ile ibada ya kwanza Mungu na lengo kusudi kwa Adamu alikuwa anamfungua nini? Ufahamu. Baada ya kufanya ibada ya mnyama, Adamu akafunguliwa ufahamu, akajua ngozi imebaki. Na ile ngozi tayari kagundulika ni nini? Mungu. Lakini alizikwa nayo. Kwani Adamu baada ya kutenda dhambi na kutoka Edeni akafanya ile ibada akavaa ngozi, aliishi miaka mingapi? Aliendelea kuvaa ngozi tu. Na ufahamu anao? Sina uhakika. Uhakika wako ni nini? Mimi nahisi hata hiyo ngozi inawezekana iliisha. Maana miaka ni mingi sana. Miaka ni mingi. Maana yake kwa ufahamu alioendelea nao kiliendelea kufanya nini? Inawezekana kulikuwa na ngozi nyingine ambazo alikuwa anavaa hadi wakati mauti inamkuta. Lakini swali inauliza, wakati Adamu mauti inampata, alizikwa na ngozi? Hiyo ngozi. Tuachane na hilo. Hatujui hata kama kulikuwa na nguo. Labda mila na desturi za huo wakati wa kwao kwenye maziko, labda ilikuwa nazikwa na ngozi. Na nenyewe ukumbuke, swali hili ni la msingi sana. Lakini kwenye maziko, kuhusu unazikwa na nini, ni mfumo wa ibada za kimila na desturi kwa jamii husika. Amina. Kwa jamii husika. Jamani, si tunaona leo hii dini ya wenzetu akifa si hawaziki na nguo. Amina. Karne ya ngapi? 21. Sasa sijajua Adamu alizikwa na nguo au hakuzikwa na ngozi. Au alizikwa na ngozi kama mila na desturi ya huo wakati wa kwao, au ilikuwaje? Kwa ninachotaka kusema, sijajua mila na desturi za huo wakati Adamu alizikwa na ngozi au alizikwa na nguo. Lakini hii ngozi unayoiona kwa huu wakati Dorcas au muuliza swali anapozaliwa na kumfanyia Mungu ibada, akapata ufahamu kwamba ana uwezo wa kuvaa suruali au gauni au nini, tunaweza kwa maandiko tunaweza tukasema ni ngozi. Ngozi imesimama badala ya nguo. Ngozi imesimama badala ya kujistiri. Mimi kuzaliwa kwangu, tukifuatilia mila na desturi hata za Wanyakyusa, wazee wetu wa kale, kabla ya nguo walikuwa wanavaa nini? Ngozi. Kwani mpaka leo wanazikwa na ngozi? Hapana. Jibu ni hapana. Hatujui Adamu kama alizikwa na ngozi au alizikwa na ngozi. Amina. Hapo pajaeleweka. Ameeleweka. Si tumeona kabisa jamani, hata kwenye michoro wazee wetu, babu zetu
Kabla ya ufahamu kuongezeka kwamba wana uwezo wa kutengeneza nguo, walikuwa wanavaa nini? Ngozi. Lakini mpaka leo kuna mahala watu wanavaa nini? Ngozi. Je, wanazikwaga na hivyo? Sijajua mila na desturi. Tunaposema mila na desturi ni utaratibu wa jamii husika kwa huo wakati. Kama hivi ulivyo utaratibu wa jamii ya upande wa pili wa husika wenzetu. Akifa mauti wa ile dini, hawaziki na nini? Na nguo. Ni utaratibu. Kwa hatujajua Adamu alizikwa na ngozi au alizikwa na nguo gugorore au alizikwa na liki. Lakini mimi naamini Adamu hadi umauti unamkuta miaka kama miangapi? Sipa meandikwa hapa hiyo, ukiangalia ukifuatilia sana kuanzia 3 au 4 hiyo yote mwanzo utapata jibu hivyo vitu. Lakini siwezi nikaijibia kwa huo wakati kwamba alizikwa na ngozi au na nguo au hakuzikwa na hicho. Hatujajua mila na desturi na kanuni za maziko. Kanuni za nini? Maziko. Je, walikuwa nazikwa na nguo au lakini ngozi inasimama kwa niaba ya nini? Ya nguo. Usio kashangaa mpaka sasa tukatamka kwamba chukua hiyo ngozi uvae. Tutakuwa tunamaanisha nini? Nguo. Manake kitu chochote cha kujistiri. Amen. Kwa huo wakati kinasimama katika mfumo. Amina. Amina. Mtume, mimi nina swali langu kwamba je, ni sahihi mtu kwenda kuvunja madhabahu za ukoo kwenye sehemu husika ya madhabahu? Yaani kwenda kwenye ile sehemu. Ni sahihi mtu kwenda kuvunja hapo? Kufanya ibada ya kuvunja akiwa hapo. Akiwa kwenye madhabahu ya ukoo wake husika. Kwa mfano mimi naenda kuvunja madhabahu za ukoo, naenda Songea. Sehemu ambapo wanatumikia, ni sahihi kufanya hiyo ibada kwa mfumo huo? Ibada zetu ni za rohoni. Amen. Sio za kimwili. Lakini kama umesikia sauti ya kwenda mara pale, inaweza kuwa ni sahihi ukafanye mara pale. Amen. Lakini kwa ibada za ufufuo za mwana wa Mungu, si sahihi kwenda mara pale, kwa sababu utakuwa umeenda kimwili, utakuwa umeenda kuwachokoza, utakuwa umeenda kuwachokoza. Kwa hiyo sio sahihi. Lakini kama umesikia sauti kwamba uende pale, nenda. Lakini sauti ni ya nani? Hizo injili tayari zishahubiriwa na Wapentekoste na zishafeli. Kwa sababu ya nini? Ibada zetu si za kimwili, bali za rohoni. Kwa hiyo una uwezo wa kuwa hapa ukavunja madhabahu ya kijijini kwenu Mbinga, Ipinda, Mwanza, Shinyanga, kwa sababu mkono wa Mungu hauna mbali. Kwa hili tuepushe yaliyo mengi, kwa swali hili si sahihi kwenda mahala pale wenzio wanapofanyia ibada zao. Huo ni uchokozi unaitwa. Na katika kufuatilia wengi walioenda kimwili, sijaye kuona waliofanikiwa. Sijaye kuona waliofanikiwa. Vita vyetu si vya damu na nyama. Au mnataka nisemeje? Hapana. Kuna msimu Mungu mimi miaka 2 au 1 uliopita, alisema tufanye ibada dunia nzima, mikutano ya injili ndani ya madhabahu ya Omina. Yaani tunapofanya injili ibada kuanzia saa 10 jioni mpaka saa 12, tunakuwa tumesafiri. Tumemaliza dunia nzima, tumevunja nini? Madhabahu. Tungesema tutoe nauli twende Mwanza, tungefika. Hapana. Alafu tunafika kwenye msitu wa mtu. Ni kesi. Kuna watu fulani hivi wa Pentekoste walienda kuvunja madhabahu kama unavyosema hivyo. Nasikia huko Makete huko. Yaliwapata mambo mabaya sana. Kwa sababu walienda kimwili. Lakini kwa sababu swali linataka kujua ni sahihi au si sahihi? Si sahihi. Kwa sababu vita vyetu si vya damu na nyama.
bali viko kwenye ulimwengu wa nini? Ndiko tunakopambana. Shetani ni nani? Ni roho, na Mungu ni nani? Ni roho. Anayefanya ile ibada pale Mbinga sio huyo babu yako nayemuona. Kumbukeni nimesema nimetumwa kwa ajili ya kushughulikia madhabahu za ukoo wako. Amen. Kwamba ni za shetani. Hayo no yaona yanafanyika mara pale, anayefanya ni shetani ambaye ni nini? Ni roho. Sio sahihi. Amen. Amen. Na mada ya siku ya Jumatano inasema kwamba je, ni lazima kwa Wakristo kuoana kabla ya tendo la ndoa? Je, ni lazima kwa Wakristo kuoana kabla ya tendo la ndoa? Amen. Nasema hapana, na haifai, na haifai, na haifai kutenda tendo la ndoa alafu ndipo muoane. Vipi, sijaeleweka? Leo wiko mbali sana nini leo? Hapana, umeeleka vizuri. Awake lolo. Haifai, utakuwa tayari wewe umezini. Hujapitishiwa kwa mali yako hiyo ule. We chakula bwana. Kiko tu jikoni, hujaletewa mezani, wewe unakula. Tayari wewe ni halali kweli? Kwanza sisi Wakristo tunapotaka kuoana, hatutakiwi kutangulia kufanya tendo la ndoa. Umenielewa? Kwa sheria na kanuni ya utakatifu wa Kristo, tendo la ndoa aliwezi likatangulia kabla ya kuoana. Tendo la ndoa linafuata baada ya kuoana. Je, ni lazima kwa Wakristo kuoana kabla ya tendo la ndoa? Ndiyo, lazima. Kabla ya nini? Ya tendo la ndoa. Ukifanya tendo la ndoa afu mnakuja kuoana, tayari umeharibu. Ni kwa nini imekuwa hivyo? Nitegemea labda mtaniuliza hivyo. Kwa mimi nimewahi uliza sasa ili panoge. Kwa nini watu wengi hao Wakristo wanaanza tendo la ndoa ndipo wanaenda kumshirikisha mtumishi wa Mungu kwamba sisi tumekubaliana kuwa mke na mume, lakini tayari wanakuwa wameshajuana? Kwa nini inakuwa hivyo? Inakuwa hivyo ni kwa sababu ya anayesimamia hilo tendo la ndoa. Kwa nini lipo tendo la ndoa? Kwa nini linatakiwa kwa huo wakati tendo la ndoa? Kwa nini muona anawahi tendo la ndoa kabla ya ibada ya kuoana? Manake kuna faida anayoikimbilia. Kuna faida anayoikimbilia huyu ambaye anataka nini? Ni nani anayefanya tendo la ndoa? Tendo la ndoa linasimamia katika ufalme wa kigiza. Ndo asili yake. Manake wanaofanya tendo la ndoa ni miungu. Na tendo la ndoa asili yake na kusudi lake ni kwenda kutengeneza uzao au ukoo fulani. Asili ya mwanadamu chini ya jua anatengeneza ukoo. Lakini ukoo unaotengenezwa ni wa madhabahu gani? Nimesema asili. Amen. Asili ya nini? Ya mwanadamu. Ya mwanadamu. Maanake ni madhabahu za koo ndo zinazofanya tendo la nini? Kwa wewe ambaye unatakiwa kujenga utakatifu ndani ya Kristo sasa, maanake unaikataa ile miungu. Amen. Maanake mnapoenda kuoana mwendi kutengeneza ukoo wa ile miungu. Mnenda kuachilia utukufu wa jina la kwake Yesu ambaye ni Kristo. Kwa shetani sasa ile miungu ndio ndio kutangulia na kwenda kufanya kile kitu ili lengo la kusudi kuharibu kusudi na hatima ambayo ya kwako unaenda kuipata kwa ajili ya kuoa au kuolewa.
Tendo la ndoa, watu wa Mungu, naomba leo ni declare na niseme, sio asili yake Kristo. Amen. Sio asili yake Kristo. Ingawa kanisa wengi hawatanielewa leo. Mimi wanashangaa sana kanisa linaweka ratiba na kanuni na kujisifu kabisa kwamba nitafungisha ndoa nyingi sana kanisani. Ni hatari. Kumbukeni, mimi nimewaambia katika utume wangu, mimi nimekatazwa, siwezi nikakusimamia Dorcas kwenye hii madhabahu kupata mwanaume. Siwezi nikamsimamia mwanaume kupata mwanamke kwenye hii madhabahu. Sijatumwa nayo kwa sababu sio asili yake Mungu. Amen. Ni asili ya nani? Shetani. Ni asili ya nani? Ya Shetani. Lakini watu watabisha kwa sababu anayenena ndani mwao, anayesikiliza sio Kristo. Mwanzo wa hiyo roho kwa ajili ya tendo la ndoa ni giza. Tunapojadili ufahamu tunasema Mungu ni nini? Ufahamu. Na shetani ni nini? Ufahamu. Ufahamu uliomwingia mwanadamu kwa huo wakati mpaka akaenda kufanya hilo tendo la ndoa. Huo ufahamu ulioingia ulikuwa unamtenganisha yeye na ufahamu wa nani? Wa Mungu. Kwa nini kama tendo la ndoa lingekuwa halali kwa mtu wa Mungu, kwa nini Mungu aondoke ndani mwake? Kumbukeni na nimewapa siri kwamba mnapofanya tendo la ndoa unatakiwa ufanyaje? Takasa nini? Ufahamu. Manake Mungu mrejeshe. Amen. Tayari ni uchafu. Na asili ya kitu kichafu kinatoka wapi? Kwa Shetani. Bado mtaendelea kunibisha. Kwa hiyo ukitaka kukaa vyema ili Mungu aweze kufanya vizuri, hilo tendo la ndoa lazima liidhinishwe kwa utukufu wa nani? Ndio maana tunasema sio sahihi kutangulia kufanya tendo la ndoa kabla ya kuoana. Ila ni sheria na ni kanuni, ni sahihi. Unatakiwa wewe muoane kwanza ndipo lifuate tendo la nini? Ndoa. Ni sheria na ni kanuni. Ndio maana makanisa yaliyo mengi, mkianza kufungishwa harusi ndani ya kanisa huko ni wajawazito, unaweza mkafukuzwa, atakufukuzwa. Manake tayari mshatenda nini? Dhambi. Manake nini? Uasi. Manake ni katazo. Na neno katazo linasimama kwenye nini? Sio halali kwa Kristo. Mungu alisema msile hili tunda, mkila hili tunda mtapokea nini? Mauti. Wao wakala lile tunda wakapokea nini? Mauti. Ikaitwa nini? Dhambi. Dhambi manake nini? Uasi. Kwa yoyote yule anayetangulia kufanya tendo la ndoa ndipo anakuja kutangaza ili aweze kuoana na huyo mke au huyo mume, tayari ametenda nini? Dhambi. Kinachofuata ni toba tu. Lakini utakuwa umepunguza vitu vingi sana. Manake babu yako, bibi yako tayari mlisha hapa nafasi kwa huo wakati kwenye maisha yenu. Ndio maana kanisa walio wengi, hasa waliofanya hizo ibada za namna hiyo, pana gharama kubwa sana ya kumpa nafasi Mungu ili kufanya maisha yao yaende. Tuko mara hapa, niko mara hapa kwa ajili ya kuwakomboa watu, kuwafungua watu. Ndio maana hatufukuzi. Unaona gharama ilivyo ya Mungu. Amen. Lakini swali nasema ni sahihi, mbona sio sahihi? Lazima Mungu aruhusu. Yaani manake lazima ubarikio mkono fanyaje? Ufanyike wa Kristo. Yaani manake Kristo ndo aruhusu tendo la ndoa kwako nyinyi wana ndoa, sio babu yako aruhusu, kwa sababu tendo la ndoa linasimama sehemu hizo mbili. Ni nani aliyoko ndani anayetaka kuoa? Amen. Tendo la ndoa 99% linasimamiwa na miungu. Upande wa baba yako, upande wa mama yako, upande wa mmeo, upande wa mke. Kwa wengi hatima zao kanisani zimepotea ni kwa sababu waliwahi kufanya hiki kitu. Na tunaona wengi yanawatokea kwenye makanisa ambao si sahihi. Kwa sababu isitali ni dhambi. Manake mmekaribisha laana. Kama kwenu kulikuwa na roho ya mafarakano kwenye ndoa, tayari babu yako alishapewa nafasi. Kama kulikuwa na magonjwa, tayari babu yako alishapewa nini? Nafasi. Manake yale maagano tayari ulishayaruhusu kwenye ndoa yenu.
Ili hayo maagano yasiruhusiwe kwenye ndoa yenu, msifanye tendo la ndoa mpaka mtumishi atamke neno. Manake kile kitendo kinaenda kutakaswa. Asili yenu ya babu yako, ya bibi yako inakuwa imeondolewa kwa huo wakati. Wengi tunaona makanisani ndoa zao zinaharibiwa, azidumu, ni kwa sababu mwanzo. Mimi nakwambia wengi sana makanisani. Amen. Mnaona wanafunga hizo harusi. Tayari walishafanya tendo la ndoa. Na ndio maana matatizo yapo. Lakini ni kwa nini Kristo anakataza? Ni kwa ajili ya kuzuia matatizo. Kwa sababu chanzo cha matatizo ni ukoo unaotoka. Amen. Upande wa baba yako, upande wa mama yako. Lakini kwa sababu swali linauliza, sio sahihi. Amen. Sio vizuri. Amina. Mnaelewa watu wa Mungu? Amina. Sio vizuri. Utakatifu na utakaso, hicho kitu kama mmeshakubaliana kabla. Vijana ni vyema zaidi. Mabinti ni vyema zaidi. Hiyo tutafanya hivi. Zaidi ya miezi 6 sasa hivi. Kuna kitu kinazunguka sana makanisani cha namna hiyo. Kimeharibu sana makanisa huko sasa hivi. Na harusi sio sahihi makanisani. Sasa mimi sijajia hayo leo hapo. Amina. 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 Na mada nyingine ya siku ya Jumapili inasema kwamba je, kuna tofauti gani kati ya sauti ya Mungu na sauti ya shetani? Utofauti wa sauti ya Mungu na ya shetani. Okay. Sauti ya Mungu utaitambua kwa upole. Sauti ya shetani utaijua haijatulia. Ya vugu. Natafuta lugha rahisi nzuri. Huku si nimesema ya upole. Tutumie kwa lugha yetu ya kiungu ya unyenyekevu. Amen. Ya nini? Ya unyenyekevu. Kwa sauti yote unayoiona ya kiunyenyekevu ndani inokujia, hiyo ujue kwamba ni ya Mungu. Lakini yenye vurugu, yenye haraka, yenye komandi, hiyo sio ya Mungu. Na hizi sauti mara nyingi ziko aina mbili. Na hizi sauti zinatambulika kwa kupitia mwanadamu huyu. Kwa tutamjua hata nje na tutajua hata ndani. Lakini swali ninavyoliona linataka kufahamu ndani. Utamsikiaje kwamba huyu anayeongea na wewe ni Mungu au ni shetani? Amen. Ni kwa upole. Sauti ya Mungu ni kwa upole. Lakini ina mapana makubwa sana. Amen. Ili uweze kuijua kwa ufupi, ili uweze kumjua Mungu na shetani, kunahitaji utakatifu wa kiwango cha hali ya juu. Utakatifu wa kiwango cha hali ya juu. Ukiwa na hali ya utakatifu wa kiwango cha hali ya juu, hizi sauti utazijua. Ndio maana leo hii mimi shetani hawezi kanichezea hata kidogo. Kwanza anisogelee. Hilo naomba niwape siri. Na declare interest zangu. Mimi shetani anisogelee. Kwa sababu ya nini? Hapa ni patakatifu. Amen. Pana moto. Mwenzangu? Sijui. Kwa kuijua sauti hii kwamba ni ya Mungu au hii ni ya shetani, pana gharama kubwa sana. Amen. Ni wachache sana. Ndio maana mimi katika kazi zangu nazozifanya simsikilizi Dorcas wala nani. Kumbuka nimesema hivi, mimi shetani anisogelei. Amen. Si kwa ujumbe ulioandika, si kwa neno analolisema. Sio ulioandika wewe, yani umeandika shetani. Sawa. Shetani hata akiandika ujumbe ruhusi kwa kupitia wewe, mimi naujua. Amen. Hata akiongea kwa kupitia wewe, mimi najua. Kwa shetani anapokuwa mimi anaingia ndani mwangu, nataka kusikia sauti, mimi babangu namjua. Amen. Lakini ili babako mjue, lazima uwe mnyenyekevu, yani manake uwe mtii, manake uwe mtakatifu. Lugha ya Kiswahili ni ngumu sana. Naomba nirudie sana hapa. Amen. Hii Biblia mnaoiona hadi leo hii tuna mambo mengi sana na anasimama ni ya kishetani. Ni kwa sababu ya namna ya neno na maneno na maandiko namna yalivyoandikwa. Amen. Lugha ya Kiswahili neno lilivyoandikwa na maana ni tofauti na kuendeshwa. Ndio maana watumishi walio wengi reference ya kitu kama hivi maswali wanaingia kwenye Biblia za Kiingereza za nyakati fulani.
kuna tafsiri fulani vizuri sana yenye uhalisia. Lakini tafsiri ya neno lililoko kwenye Biblia za Kiswahili inapotosha sana. Neno moja linaweza limebeba maana 10, lakini mtu akalijua kwa maana hii. Mfano, neno sawa ndio na ni kweli, ukiwa in deep in kweli ni tofauti. Ndio sawa ni kweli, anaposeme ni kweli, neno ni kweli, ni kama unathibitisha. Ndio unakubali. Sawa. Sawa ni sawa na ndio unakubali, lakini haina uzito. Hayo ni mengine, lakini kwa sisi ufahamu wetu ulivyo na neno lilivyoandikwa kwenye Biblia, kwa ufahamu wetu sisi Afrika au wa Tanzania, ndio maana tunapata tabu sana. Ndio maana tuna sheria nyingi sana makanisani ambazo sio za roho. Amen. Ni kwa sababu ya maana halisi ya neno. Amen. Mimi nakwambia vyote ni sawa, si umeitika? Mimi vyote naona ni sawa. Sasa mambo ya utekelezaji ni mengine. Amen. Lakini utajuaje kwamba huyu mtu alienda kutekeleza au hakutekeleza? Hilo swala lingine. Amen. Swala lingine. Au bado sijaeleweka? Umeeleweka. Twende mbele. Au umeeleweka? Twende mbele au bado mko hapa? Twende mbele. Twende mbele. Japo mimi naomba niongeze swali kwamba kuna Wakristo walio wengi wanasema wanasikia sauti. Na hawajawahi sema kwamba wanasikia sauti ya shetani. Kwa mfano mtu anaweza kusema nimesikia sauti nikafungua biashara, lakini amefungua biashara baada ya miezi mitatu amefeli. Hiyo sauti anayosikia ni ya Mungu, kwamba yeye ameshindwa kanuni namna ya kusimamia biashara, ama ni hapana? Sauti haikuwa ya Mungu. Mungu hajawahi kufeli. Mungu akilituma neno lake lazima itimie. Sasa nini? Unarudi nyuma tena nini? Umefeli nini? Ndio maana nimesema ni gharama. Ndio maana mimi naendesha injili, sikuamini wewe wala simwamini yule, hata mama mtume simwamini, kwa sababu kiwango chake cha kiroho na mimi ni tofauti. Shetani acha, shetani yuko juu. Amen. Ana ufahamu wa kiwango cha juu. Yaani mfano Dorcas, umeajiriwa kwenye kiwanda cha maparachichi. Amen. Umeelewa? Amen. Bosi wako amesomea uhasibu, lakini wewe amekupa tu nafasi kakushika hela na kuziandikia pesa. Ukiiba atajua. Amen. Kwa sababu ufahamu wa kipesa anao zaidi kuliko wewe. Amen. Ndio maana hata makanisa hakuna matokeo, ni kwa sababu ya hizo sauti. Amen. Kuna mama mmoja ambaye kuja hapa kuhudumiwa, alitoka Rupembe huko. Alisema yeye anapitia changamoto kwenye kanisa analotoka, kwamba kila analoambiwa na Mungu akilipeleka kwa mchungaji kweli linatokea. Wamemchukia, wamemfukuza. Lakini yule mchungaji aliyemfukuza huyu alikuwa na uhalali. Ni roho gani aliyokuwemo kwa huyu mama? Unanielewa? Ni roho gani aliyomo kwa Dorcas mpaka anakuja leo kwa mtume, kwamba mtume Mwansasu, Mungu amesema ibada ijayo ya Jumapili ufanye kitu fulani. Mungu amesema. Unaijua sauti ya Mungu wa Mwansasu huyo? Sasa aliyekutuma nani? Kuijua sauti ya Mungu kuna gharama. Gharama moja hapo ni utakatifu. Jichunguze. Amen. La kwanza naomba niliache kabisa mikononi mwenu. Amen. Jichunguzeni. Amina. Na ukitaka tupokee sauti ya mtu kwa huo wakati, anasema ametumwa na Mungu, tunamchunguza yeye, maisha yake ni mtakatifu. Ni roho gani anayeishi humo? Alijua anayeongea yukoje. Narudia tena. Umenielewa? Amen.
hata hapa madhabahuni Omina hapa. Basi tu watu, na tusipothibiti hizi roho. Lakini kwa sababu hili ni swali, mimi ningeshauri tu kama mtumishi, msiwe na vielele sana ya kusema mmesikia sauti za Mungu. Kumsikia Mungu kuna gharama. Kuna nini? Kuna gharama. Kuna nini? Gharama. Kuna nini? Gharama. Kwa hata nikwambie kwamba ni sauti nyororo, kwako utaisikia nyororo wewe, ni mtakatifu. Ila kwa sababu swali linataka kujua sauti ya shetani inakuaje na ya Mungu inakuaje, ndio ya namna hiyo. Lakini mwenzangu, na mimi narudia, mwenzangu ni gharama, watu wa Mungu, mnasikia? Kuna gharama moja kubwa sana. Amen. Mnasikia? Amen. Na ni hatua. Ni hatua. Ninaposema mimi nakuja na ujumbe kwamba Dorcas ujumbe ametoa Mungu, una mazingira mengi, tuache na sauti tu. Kwa sababu kila sauti inatoka wapi? Magharibi, mashariki, kaskazini, kusini. Kuna pande ngapi kuu za dunia? Kwa hiyo sauti uliyosikia imetoka wapi? Moyoni kuna pande kuu 4 za dunia. Moyoni kuna pande kuu 4 za dunia. Bado uamini. Unaona? Hapana. Lakini wewe ndio ulikuwa msaidizi wa mchungaji. Makanisa zaidi ya 10. Moyoni mwako ambapo ni chumba cha ibada. Chumba chochote kina pande kuu ngapi? 4. Sasa unashangaa nini? Hiyo sauti imetoka upande gani? Unaoniletea mimi mimi nawapa maarifa. Mimi kiwango nilichofikia cha kuongea na Mungu ni kikubwa. Mungu namjua na shetani Namjua. Mimi siwezi nikakurupuka nikakuletea taarifa ujumbe wote madhabahuni ambao ni wa shetani, nenda uendako. Nimefundishwa. Amen. Nimjue Mungu wangu, nimjue na adui. Kuna pande kuu 4 za nini? Za dunia. Mashariki, magharibi, kaskazini na kusini. Je, shetani anaishi wapi? Na Mungu anaishi wapi? Kitanda chako umeweka pande kuu 4 za chumba chako. Mungu wako amekaa upande gani na shetani amekaa upande gani? Na unavyosikia sauti hiyo, sauti imetoka upande upi? Unaona gharama hiyo? Unaona gharama hiyo? Amen. Unaona gharama hiyo? Amen. Shetani anaambiwa ni mfano wa malaika wa nini? Kwa nuru. Kwa nini ameambiwa ni mfano wa malaika ya nuru? Shetani kwa nini? Anakopi. Ndio utasikia sauti na maisha unayoyaisha yaliyojaa dhambi haya. Mmebeba dunia hii. Ndio maana mimi nimekataliwa, sitaki kumsikiliza mtu yote madhabahuni. Eti nimetumwa na Mungu. Kwa shange kutumwa uanzishe kanisa lako. Unakaa kwangu kufanya nini? Kama una uwezo wa kuongea na Mungu hapo unatafuta nini? Mimi Maiko mwinjilisti, Mungu ameniambia nikwambie hivi, wewe sikafungue la kwako. Usikudanganye mtu hivi vitu. Amen. Mimi mama mtume ameniambia hivi. Mimi nilikuwa wapi wakati anakuambia wewe? Nini? Ulilala. Hapo akapitia kwako. Upande gani alipita kwako? Hapo kwenye upande wa ajenda. Mbona mimi pande zote kuu 4 najua Mungu anakaa wapi na shetani anakaa wapi? Mbona mimi najua? Mimi najua. Ndio maana naleta jumbe maalum madhabahuni kwako. Mimi hata hivi unavyoongea na mimi na simu hivi.
Mimi najua. Ndio maana nina uwezo wa kukuombea kwenye simu, mwenzangu na mimi. Lakini la msingi zaidi, pande kuu 4 za hii dunia hii, ili uweze kujua Mungu anakaa wapi na shetani anakaa wapi, ni utakatifu wako. Amen. Tuachilie utakatifu, tuwe watakatifu, ndipo Mungu atatawala zaidi wapi? Ndani mwetu. Lakini swali linasimama, utazijuaje hizi sauti? Sauti ya Mungu ni nyororo, sauti ya shetani ina vurugu. Unahamasishwa tu, kafanye. Ndio maana umeuliza swali, inakuwaje kama Mungu ndo aliyekuambia afu biashara zinafeli? Tambua kwamba ulitumwa na nani? Shetani. Wale wote ambao wanawakatalia vitu wanaenda kuvifanya, manake wanasukumwa na nani? Shetani. Utii ni bora zaidi kuliko dhabihu. Amina. Ndio ilikuwa maswali nimejibu. Amina. Sio kama kuna kujazia hapo. Imeeleweka? Amina. Dalili za mtu aliyeunganishwa na madhabahu za ukoo za shetani. Zipo dalili nyingi za kukuwezesha kujitambua kama umeungamanishwa na madhabahu za ukoo wako. Zipo dalili nyingi sana. Kumbukeni niko mahali hapo kwa ajili ya kuachilia ufahamu. Kwa sababu watu wanateseka, watu wanahangaika, lakini hawajui ni kwa nini wanahangaika. Amen. Watu wanalaumiana sana. Watu wanahangaika hawajui. Kwa wewe ambao unanisikiliza kwa huu wakati duniani kote, Afrika nzima, Tanzania, Njombe na nyanda za juu kusini, sikiliza kwa umakini. Kwa kama kuna hii dalili mojawapo unayo wewe, tambua kwamba tayari umeungamanishwa na madhabahu za ukoo wako. Ndio maana homa haziishi. Ndio maana ndoa yako unang'olewa meno. Unajua wanawake wengi sana naona wameng'olewa meno. Wewe ndio kazi ni mwanya. Ni mwanya. Uchochoro. Mwanya manake ni uchochoro. Si ndio maana mwanya? Nafasi. Amen. Sasa wengi naona wana nafasi kubwa. Wengi sana wana nafasi. Kwa nini wengi sana wana nafasi? Walisikia sauti. Zipo dalili nyingi za kukuwezesha kujitambua kama umeungamanishwa na madhabahu. Mojawapo ya dalili ambao sasa iangalie kama ipo kwako, ipo kwa ndugu yako, kwa jamaa yako au mtu mwingine yoyote. Kama umekuwa ni mtu wa kukataliwa na kuchukiwa, jua tayari umepakwa kinyesi, manake madhabahu imeshakuvaa, madhabahu imekuingia. Kwa wewe jichunguze, unakubalika? Popote unapofika una roho ya kukataliwa? Hiyo roho ya kukataliwa chanzo chake, wala usisingizie ni nini, ni madhabahu ya ukoo wako, upande wa baba yako, upande wa mama yako, wa mume wako au wa mkeo. Hawa wote hawataki hatima yako iweze kutimia. Kumbukeni nimesema mimi nimetumwa kwa ajili ya kushughulikia madhabahu za nini? Lengo na kusudi ni kuwaponya watu, kuwafungua watu na kuwakomboa watu, manake kutoka kwenye mateso. Hayo unayopitia ni kwa sababu ya madhabahu zako unazotoka. Kama umekuwa ni mtu wa kukataliwa, unajua kuna watu wana roho ya kukataliwa, usiende basiana. Hata angetamka jema, yalo nasikia huyu naye huyu bwana. Kaa bwana. Kaa. Mmoja Makonde akiwa kwenye basi akanaambia hebu simama kwenye kiti, akayo akaambia kwani Makonde chui mtu achipi kodi? Kwani chi mtu, maana kumedharauliwa. Kwa nini mimi nisimamishwa akae huyu? Kwa nini? Jichunguze, maisha unayoishi ni ya thamani? Una roho ya kukataliwa? Hata ungetenda jema, watu wakikukuta popote pale kwako wewe ni shida. Tambua kwamba madhabahu ya ukoo wako imeshakuvamia. Kwa nini imekuvamia?
haitaki hatima yako ionekane, haitaki uwe mtu kati ya watu. 2, kama mimba zako zikitunga huwa zinatoka zinaharibika, tambua kwamba wewe tayari miungu na madhabahu za ukoo wako zimeingilia kati hatima yako ya uzao wako wa hilo tumbo la kwako. Kama mimba zako zinapotea, yani unakuwa na dalili ya mimba, mara mimba ionekani. Uzuri mmerusha ushuhuda mmoja huyo mama kutoka Makambako, huyo Mwarongo. Amen. Aliwaambia kwamba kila kilala alikuwa anaona dalili ya kuwa na nini? Ujauzito. Lakini akiamka hana. Lakini tumbo kubwa. Yeye akaona ni sawa, na mlisema aliokoka. Amen. Zaidi ya miaka 20. Amen. Yeye akaona ni sawa. Lakini leo nampa maarifa. Na huo wakati ulipofika akafika waumini akakuta hana maarifa. Kwamba kulikuwa na tatizo miungu ya ukoo wao. Kumbukeni nilimuuliza, kwa huna mtoto kabisa? Ambia hana mtoto kabisa. Manake hatima yake ya uzao wa hilo tumbo imeshikwa. Amen. Lakini Mungu wa Mtume G.K. Mwansasu alivyogusa tu, si ndio huo ushuhuda? Amen. Manake ni miungu imefanyaje? Imeondoka. Sasa kama hana mume sio atapata wapi sasa mtoto? Mlimuuliza? Mniulize mimi nishamaliza kazi yangu. Mimi sina watoto bwana wa kutoa bwana, vipi? Unasema? Connection ya nini? Nimewaambia mimi hapa sijaja kupeana watu waoane hapa. Hakuna dhambi kubwa ambayo Mungu amesema niseme hilo. Umenielewa? Hata mwinjilisti amewaambia jana kwamba kijana wa kwanza wa Mtume G.K. Mwansasu mwenyewe anaingia kwenye hali ya ndoa, Mtume anatoa sadaka kwa sababu hiyo ibada sio yake. Mimi nimeenda kumuuliza Mungu hii nini? Akaambia mwanangu, nimeonyeshwa mimi na Mungu, watu wa Mungu, hiyo ibada ni ya kuzimu, hata kama watu hawataelewa kwa sababu wamezoea, ndio maisha wanaoishi kwenye makanisa. Ibada ya ndoa, harusi hizi mnazoziona kwenye makanisa ni za kuzimu. Chanzo cha ibada ya zinaa, yani ndoa hii, kujamiana watu ni kwa wapi? Kuzimu. Kuoana watu ni wapi? Kuzimu. Lakini kwa sababu tuko duniani, kwa sababu ya zinaa, na Paulo alisema lazima uwe na nini? Na mke. Lakini kwa njia ya sadaka, kumpa kibali, kumpa nafasi Mungu aweze kusimamia. Ndio maana watu wanasisitiza msizini kabla ya kuwafikia watumishi wa nani? Waweke nini? Manake waidhinishe wao, kwa sababu hicho kitu sio kitakatifu, ni kichafu, sio asili ya Mungu. Ndio maana yake. Ndio maana yake. Amen. Mimba zinapotea mara kwa mara, tambua kwamba tayari kuna hasara na shida nyingi ambazo watu miungu imeshakuingia. 3, kama umekuwa ni mtu wa kurahisisha kufanya mambo mazuri, yani una maono mazuri yenye faida, lakini utimilifu wake hefu, unaishia njiani. Watu wana maono mazuri bwana, watu wana mipango. Huu msimu unaanza, hakuna ambaye mwaka unaanza hana mpango. Hakuna ambaye nusu mwaka umeisha unaanza hana mpango. Tuko nusu mwaka, watu wana mpango. Hakuna asiye na mpango, lakini kwa nini haitimii? Kuna adui yupo katikati. Pambana. Amen. Pambana ili uweze kuvuka. Watu wa Mungu, hakuna asiye na maono. Amen. Unajua hao wenye pesa wanasema asiye na pesa ni mjinga. Hakuna. Hakuna asiye hangaika, watu wa Mungu. Kashikwa. Huyo naye muona hana kitu, ameshikwa. Ndio maana mimi nimetumwa kuja kukukomboa. Chukua hatua, njoo. Umekuwa mtumwa wa watu, wewe ni wa kupewa tu. Wewe ni wa kugawiwa tu. Kwa nini wewe ni wa kugawiwa? Hatima yako imeshikwa mahara, lakini una mipango mizuri.
Una mipango mizuri, haitimii mipango yako. Ni kwa sababu miungu yenu imeingilia kati hatima yako. Kwa nini? Kwao hakuna kufanikiwa. Watu wa Mungu, hii miungu mibaya sana yako tunazotoka. Ndio maana leo hii jamii tumekutana mijini au vijijini, tupo familia ziko tofauti tofauti, ukoo tofauti tofauti. Kuna koo nyingine wanaolewa sana, kuna nyingine hawaolewi. Wewe kwa nini? Kuna koo nyingine wanalima wanavuna, nyingine hawavuni. Kuna koo nyingine kula tu ndani ya nyumba ni gharama, ni shida, watoto wamejaa kama panya mle, kula hao wenyewe shida. Amen. Lakini wengine wanatupa nini? Chakula. Kwa nini wanatupa? Wamezidiwa na mafanikio. Kuna wengine maisha yao wana mipango mizuri sana, lakini unamwona yeye ni wa vibarua tu, na hivyo vibarua kwenye tujumba twa watu, akipakuliwa na chakula na watoto wake, anatembea na watoto wake kwenda kwenye vibarua. Hii Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ishe juu mbinguni. Baba, nasema asante kwa kuwa umetaka. Wewe ndio uliokuwa pamoja nami. Naamini kila mmoja aliyesikia huu ujumbe, hii habari iliyo njema, kutakuwa na mabadiliko. Lakini unatambua peke yao hawawezi. Kwa sababu mfumo wote wa ufahamu na akili na hii elimu ni vita katika ulimwengu wa roho. Ninavyoondoka mahali hapo, ondoka pamoja na mimi. Naamini katika jina la mwanao Yesu ambaye ni Kristo. Amina ndugu watangazaji. Amen. Amina.